Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema na siku zote. Ngoja nichukue nafasi hii kwa kumshukuru Mungu kwa namna ya kipekee nimechagua kuwa nisimame mbele zenu mchana wa leo wa Sabato. Ni neema tu, si kwamba inastahili, lakini ni neema ambayo nimepata kutoka kwa Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Nishukuru pia kwaya na Bwana kwa ajili ya wimbo mzuri, na ni wimbo ambao umetangulia hubiri hili na umeeleza hubiri yote. Kwa wale ambao wamesikiliza wimbo huu, tunaweza hata kujiai. Nimeona kwa upande huu, wakati Nasha Bwana imepeke imba, nimeona huku wamekuwa kabisa wakitingiza kichwa, wanaenda na wimbo. Kwa upande huu, sijue kama mna shida na nyimbo hapa na hapa. Je, mna shida na nyimbo? Kwa upande huu, nimeona watu wamekuwa wakienda hivi. Mzungu alikuwa akitingiza mguu. Papa Habi, una shida na nyimbo? Asante. Ni kwamba wakati nyimbo inaimbwa ni lazima tuweze kufuata vizuri, tufuate maneno. Hata wamama wetu hapa wanaimba vizuri na mapaya zingine wote wanaimba vizuri. Na leo ninashukuru sana kwa sababu mitambo wanapunguza, tunasikia maneno. Na kwa wale ambao wanakuwa na shida ya kisukari, ya tension, wanashipata kwa sababu mitambo iko nzuri. Mungu aweze kuwabariki. Nishukuru pia kila mtu ambaye amekuwa hapa, wageni ambao wametutembelea kwa siku ya leo, wale ambao ni mara yao ya kwanza kushiriki katika kanisa hili la Birere Goma Fi, karibu na Mungu aweze kuwabariki. Waliwapokea katika shule ya Sabato, wamewapokea wakati ya matangazo, lakini na mimi nachukua nafasi hii kuwakaribisha, kuwapokea na kusema asante na karibu na Mungu aweze kuwabariki. Pia washiriki wote, wale ambao walinamkia, wale ambao wamefika kwa sahata, iwezekane na kuna yule ambaye angaliki yani, naye tumuombee afike salama, kwa sababu kufika hapa siku ya leo ya Sabato kuna kitu ambacho umeshinyima.
Haleluya. Kuna kitu ambacho umeshinyima, kuna mahali ambapo niliweza kwenda, kuna kitu ambacho niliweza kukifanya, lakini kwa siku ya leo ya Sabato, Roho ambaye amekusukuma uje hapa kwa ajili ya kumwabudu Bwana, ule si roho wa shetani, lakini ni Mungu ambaye amekusukuma, Mungu ambaye amemleta ili kwamba uweze kumwabudu, uweze kuwa mtiifu, uweze kuwa mwaminifu kwa siku yake ya Sabato ambayo ni siku ya kumwabudu Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Siku ya leo tunaanza juma ya maombi, na juma hili la maombi ni juma ambalo linahusu uwakili wa Kikristo. Uwakili wa Kikristo, katika Kifaransa la gestion chrétienne de la vie. Gestion chrétienne de la vie. Nitawalika ili kwamba kwa sababu ni baraka mkubwa ambao tumepata wa kwanza na hii juma, na baada ya juma hili ambalo ni la uwakili wa Kikristo, tutafuata juma lingine ambalo tulitangaziwa, ambalo litakuwa ni juma la foyer chrétien. Nitawalika ili kwamba katika siku hizi muweze kutenga wakati kutulia mbele za Bwana ili kwamba tuweze kufika hapa. Nitangazia pia watu wa Kahembe, hata kama tumesikia kwenye matangazo kuwa Kahembe itakuwa hapa. Hapana, Kahembe haitakuwa hapa. Je, Kahembe wako humu? Nyoshe mkono tuone. Nianzie kwa Justin. Kahembe, washiriki wa Kahembe hawatakuwa hapa katika hili juma. Wote ambao ni wa Kahembe watashiriki kwenye kituo cha Kahembe, na kuna mwalimu ambaye ametayarishiwa muda wa hii juma ili kwamba awakaribie pale. Unaona, lengo la kanisa kwa leo, hata mchungaji wetu Pastor Litereye, ni kwamba watu waweze kushiriki maombi, kila mtu mahali ambapo anakuwa. Haleluya. Kwa wale wote ambao tunajua kwa kanisa letu hili, watu ambao wanashiriki kanisa hili wanatoka mbali. Kuna wale ambao wa Kituku, wa Seselka, wa Mugunga, sijue Virunga. Ikiwa hautapata nafasi kwa kufika hapa, shiriki kwenye kanisa ambalo linakuwa karibu na kwako. Haleluya. Na ikiwa kuna mtu ambaye kwa sababu fulani ambaye hatapata wakati kwa sababu ya kazi, kwa sababu ya mambo mengine, magonjwa, hapa tuna mbaraka ya kuwa na wazee wa kenda, wazee kenda, mchungaji, wa sekretari, wa trésorier, mashemasi wako. Ikiwa kwa sababu fulani hautapata muda wa kushiriki juma la maombi, hebu kuja kwenye office na useme wakupangie mzee wa kanisa, Papa Shema iko pale, atatafuta shemasi ambaye atamsindikiza kwa wakati yako. Haleluya. Hautamlipia transport, ni kanisa tu ambayo itafanya namna gani, itahusika ili kwamba wakaribie kila watu kwa ajili ya mafundisho. Lengo ni kwamba kila mtu asikose katika hii juma. Kwa wale ambao wakaribu hapa wasikose. Tena tufanye namna gani? Tulamkie. Juma letu la maombi linakuwa na mada kuu. Na mada kuu hii inasema hivi: shimikwa katika Biblia, lenga kwenye utume. Shimikwa katika Biblia, lenga kwenye utume. Enraciné dans sa parole, focaliser sur sa mission. Hii ni mada na ambayo kwa ajili ya kanisa duniani mzima ni mada ambayo tunakuwa nayo kwa miaka hii mitano. Shimikwa katika Biblia, lenga kwenye utume. Mwanzoni mwa mwaka huu walitutangazia kuwa ni lazima kila mtu awe na programu
ya kuweza kusoma Biblia. Hata kuna wana ambao walifika kwenye office wakaomba programu hii ya kuweza kusoma Biblia, na bado haujachelewa. Ikiwa hujaanza kusoma Biblia, neno la Bwana, unaweza kuanza. Unaweza kukamata hii programu, unaweza kukamata muda wa kuweza kufanya namna gani wa kuweza kusoma neno la Bwana. Na unapokuwa umesoma neno la Bwana, ni lazima tuondoke ili kwamba tufanye hii agizo ambalo Yesu aliweza kuagiza mitume wake. Unaposoma katika Mathayo sura yake ya 28 mstari wa 19 na mstari wa 12, hii ni agizo shurti ambayo Yesu alipatia mitume wake ili kwamba waende, wahubiri, watangaze neno, na yule ambaye atakayeamini afanye namna gani? Abatizwe kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Fundisho hili tunakuwa na ujumbe ambao unatoka kwenye president wa division yetu. Pia unakuwa na ujumbe ambao unatoka kwa yule ambaye ni muhazini wa division yetu. Pia unakuwa na ujumbe ambao unatoka kwa yule ambaye ni mkurugenzi wa idara ya wakili wa division yetu. Na nilipokuwa nikipekua ujumbe huu, kuna mambo fulani ambayo ni ya muhimu katika ujumbe ambao walitoa, na hii sitaisoma yote kwa sababu ya muda, lakini nitasema tu mambo machache ambayo ya muhimu. President wa division yetu ambaye ni mchungaji Dr. Blasius Luguri, kuna kitu ambacho alisema kuwa uwakili wa Kikristo unahusiana na Mungu pamoja na mali zake. Haleluya! Uwakili wa Kikristo unahusiana na nani? Una uhusiano na Mungu pamoja na mali zake. Yaani ni kusema kuwa mali zote ambazo tunakuwa nazo, ambazo zinakuwa katika dunia hii, vyote ambavyo tunavyoviona na vile ambavyo tusivyoviona, ni mali ya nani? Ni mali ya Bwana. Mwazini naye kuna mambo mengine ambayo alisema, ambaye mwazini huyu ni Olana aliweza kusema kuwa uwakili wa Kikristo unahusu uhusiano na si mapato. Haleluya! Uwakili wa Kikristo unahusu nini? Uhusiano, relation ambayo tunakuwa nayo na nani? Na muumba wetu, muumbaji wetu, na si mapato. Hapana, uwakili wa Kikristo haiko mapato, lakini ni uhusiano ambao wewe, ambao mimi nimekuwa nao pamoja na nani? Na muumbaji wako. Na tunajua kwa muumbaji wetu ni nani? Ni Mungu. Ikiwa wewe unakuwa na mtazamo mwingine kuhusu uumbaji au kuhusu yule ambaye aliyekuumba, usiwe na uhusiano ambao ni wa karibu na nani? Na Mungu wako. Anaongeza kitu kingine, anasema kuwa uhusiano huu unatakiwa unakuwa na mizizi katika jambo la kwanza, imani; jambo la pili, uaminifu; jambo la tatu, utii; jambo la nne, shukrani. Na nila ambayo nasha Bwana wametuimbia. Wewe kuwa mtiifu tu na uamini, pia ufanye namna gani kumshukuru Bwana, ni kile ambacho tunatakiwa. Yaani ni mambo manne katika hii juma, tutagusia haya mambo manne. Jambo la kwanza, imani; jambo la pili, uaminifu; jambo la tatu, utiifu; jambo la nne, shukrani. Yaani ambao tunaifanya yote tunapotoa michango kwa ajili ya kusapoti wale ambao wamepunguziwa, tunapotoa kwa ajili ya kusapoti miradi ya kanisa, tunapotoa kwa ajili ya ujenzi, kwa ajili ya kila kitu, ni shukrani, na ambayo inaonyesha imani ambayo tunakuwa nayo. Na imani
inatoka wapi? Imani inakuja kwa kusikiliza neno la Bwana. Na ndio kwa maana tunarudia tena pale mwanzo kuwa tushimike mizizi yetu katika nini? Katika neno la Bwana. Ameongeza kitu kingine, anasema kuwa uwakili wa Kikristo upo kwa ajili ya kuendeleza utume. Ikiwa tunakuwa na programu nyingi za kanisa, miradi mingi ya kanisa, lengo si kujitajirisha, hapana, lakini lengo ni kwa ajili ya utume. Haleluya, haleluya. Hatuna lengo lingine, hapana, lakini lengo ambalo tunakuwa nalo ni lengo tu moja la nini? La utume. Tunapokuwa tumejenga hospitali kama mradi ambao tunakuwa nayo wa hospitali kuu ya Keshero, hakuna lengo lingine, ni utume. Kwa ajili ya shule, ikiwa tutauza kiwanja Mapendo kwa ajili ya shule, ikiwa tutatoa kwa ajili ya projects zingine, lengo ni moja tu, ni nini? Ni kuendeleza utume. Na hii ni agizo ya Bwana. Somo la leo kwa dakika tu kidogo linasema ukuu wa uwakili wa Kikristo. Ukuu wa uwakili wa Kikristo, katika Kifaransa primauté de la gestion chrétienne de la vie. Primauté. Tunapoangalia fungu ambalo mzee ametusomea, ngoja turudie tena pale. Tunakuwa tuna mafungu mawili ambayo tutayasoma. Ikiwa tutaenda mbali ni matatu, lakini ni mawili ambayo ninakazia. Fungu la kwanza ni la ambalo mzee Moiza ametusomea, ambalo linapatikana katika Wakorinto wa kwanza sura yake ni ya 4 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Nirudilie tena kwa msikivu wema. Kwa hiyo kutuhesabu kama wakili wa Kristo wanaoshughulika na ujumbe wa siri ya Mungu yanayohitajika kwa wenye madaraka kama na hayo ni kuwa waaminifu. Haleluya. Kuna mambo mawili katika feseni, katika fungu hili. Jambo la kwanza, sisi tumewekeshwa siri za Mungu. Haleluya. Ni kitu cha kujivunia. Jivunie kuwa Mungu amekuwekesha siri zake. Nijivune kuwa Mungu ameniwekesha siri zake. Wasabato tumewekeshwa siri za Mungu. Ni kitu cha kujivunia. Na ni upendeleo, sijue kama ni wite wa namna gani. Mungu ametuwekesha siri zake, na ambazo ni lazima sasa hizi siri tuzijulishe watu wengine. Na ndio kwa maana tunaitwa kwa ajili ya utume. Hii ni mbaraka wa kipekee. Wewe unajua kuwekeshwa siri za Mungu. Mungu ambaye ni mkuu, kwa nini tu anichague mimi? Kwa nini tu akuchague wewe uwe msabato kisha akuwekeshe siri zake? Kwa nini? Tena kila mtu anataka kuwa, kwa sababu Mungu ametuwekesha siri zake. Sisi ni mawakili wake, sisi ni mashera. Kinachohitajika ni nini? Ni uaminifu. Hakuna kitu kingine. Uaminifu. Mara mingi tunapoongea kuhusu uwakili wa Kikristo, watu wanaona tu mambo mawili. Wanaona zaka na sadaka. Haleluya. Tunapoongelea uwakili, hata katika hili juma kuna mtu ambaye anaweza kupanga kukwepa kutokushiriki kwa sababu anajua kuwa katika hili juma kile ambacho watakigusia ni zaka na sadaka, na anawakia Mungu. Lakini nikwambie kuwa hapana. Zaka na sadaka ni sehemu moja ya mambo ambayo uwakili inashughulikia. Kwa sababu hapa uwakili unalenga
nyanja zote za maisha. Uwakili wa Kikristo unalenga nyanja zote za maisha. Unalenga akili zako. Je, akili zako Mungu ambazo amekutolea unazitumia kwa njia gani? Unazitumia kwa uaminifu au unazitumia kwa njia zingine? Talanta ambayo Mungu amekutolea, kipawa ambacho Mungu amekutolea, je, unakitumia kwa njia gani? Je, unakitumia kwa njia ya utume au unaitumia kwa njia ya vitu vyako ambavyo wewe mwenyewe unataka? Ni kusema nini? Uwakili wa Kikristo unagusa kila kitu cha maisha. Namna hizi tunavaa, namna hizi tunakula, namna hizi tunatembea, namna hizi tunaongea, yote unatoa. Kama na kutembea ni lazima tuoneshe uwakili wa Kikristo. Kutembea, kuna watu ambao wanatembea na wanatisha, lakini katika kutembea ni lazima tutembee. Tutaweza kutembea namna gani ili kwamba tuonekane kuwa tumekuwa wakili wema katika kutembea? Sana sana ninakusia vijana, tutatembea namna kutembea tu. Katika kuongea ni lazima tuoneshe kuwa sisi ni wakili wema. Yaani uwakili unagusia kila nyanja za maisha, haiko tu zaka na sadaka. Je, chimbuko ya uwakili inatoka wapi? Kwa nini uwakili wa Kikristo? Kwa nini? Na ni pale ambapo tunaenda kumalizia. Hebu tuweze kufungua Biblia tuangalie. Ni fungu ambalo tunalijua, lakini nataka kwa tena tulisome Zaburi 24. Zaburi 24. Zaburi 24 mstari wa kwanza nasema hivi: dunia na vyote vinavyokuwa ndani yake ni vya Mungu. Haleluya! Dunia na vyote vinavyokuwa ndani yake ni vya nani? Ni vya Mungu. Ulimwengu na wote wanaoishi ndani yake ni mali yake. Ni pale ambapo kunatoka uwakili. Ni pale tu. Yaani wewe usishivune, mimi nisishitape kuwa kuna kitu ambacho ni changu katika hii dunia. Hakuna hata kidogo. Tumezaliwa, tumefikuta, na kesho ikiwa Yesu hajarudi, kesho tutasinzia, tutakufa, tunaviacha. Na yule ambaye aliyeviumba ni nani? Ni Mungu. Kile ambacho ni ile ambayo nimesema kuwa tumependelewa na Mungu kwa sababu ametuweka kuwa wanani? Wasimamizi wa mali yake. Je, sasa mali hii ambayo mimi ninaisimamia kwa njia ya namna gani? Kuna watu ambao hapa ambao wanakuwa na watu ambao wanaashiri, watu ambao wanatumikisha, ambao wanasimamia makampuni zao, ambao wanasimamia biashara vyao, na kuna wale ambao ni washera ambao wako hapa. Je, wewe shera unapokuwa unasimamia kitu fulani, je, ile mali ni yako? Mali ni yako? Hapana. Kuna yule ambaye amekuweka pale tu, amekuchagua tu, amekuona tu kwa neema, si kwamba tu unakuwa na akili kushindia wengine, si kwamba wewe ni mrembo kushindia wengine, lakini tu amekukamata, amekutia pale. Chunga hii mali, simamia hii mali. Sasa kinachotakiwa kwa huyu ambaye ni msimamizi ni nini? Ni kwamba anapaswa kutoa ripoti ya kila kitu, na kinachohitajika kwake ni kwamba awe mwaminifu kwa maelekezo ambayo amepewa na nani? Na bosi wake. Ikiwa ataendana na ile maelekezo ya bosi wake, ataitwa ni mwaminifu, ataitwa ni mtiifu, ataitwa anakuwa na nini? Na imani. Haleluya! Na ni kila ambacho Mungu anatuomba, ametuwekeza mali yake ili kwamba tusimamie kile ambacho anaomba ili kwamba sisi tuwe wanani? Tuwe na imani kwanza, cha pili tuwe waaminifu, cha tatu tuwe watiifu, na cha nne tuje tumshukuru.
Na ndio kwa maana ile ambayo tunafanya hapa, kutoa zaka, kutoa kila kitu, kuhusika kwa ajili ya michango ya kanisa, tunakuja kufanya namna gani? Tunakuja kumshukuru Mungu, tunasema boss, tumekuletea faida yako. Asante kwa ajili ya kutuchagua tu na kutuweka pale ili kwamba tusimamie vitu vyako. Kwa sababu ya muda sitasoma hili fungu, lakini ngoja nikupatie. Ni Zaburi 50, utaanzia kwa mstari wa 8 unashuka uishie kwenye mstari wa 12. Zaburi 50, Zaburi 50 utaanzia kwa ule mstari wa 8 unaishia kwa mstari wa 12, lakini nataka ni kwamba nisome mstari wa 12. Mstari wa 12, Zaburi 50:12, ni pale tunasoma, kama ningesikia njaa ningekwambia wewe, maana ulimwengu na vyote vinavyokuwa ndani yake ni yangu. Wewe unawaza Mungu angesikia njaa angelikwambia wewe? Unapoanza kwa ule mstari wa 8 anaonyesha kuwa vyote ambavyo vinakuwa, wanyama, wa ndege, maji, kila kitu ambacho kinakuwa mwa hii dunia ni mali yake, ni yake. Na anataka ili kwamba tufanye namna gani? Sisi tutoe kwa ile ambayo kila mtu amepewa, ili kwamba aweze kuitumia kwa ajili ya kazi yake. Hapa kuna kitu ambacho niende nimalizie hapa. Uwakili wa Kikristo ni zana pana inayohusisha uelewa wa wazi wa muumbaji na mmiliki. Ni lazima tuweze kutambua, je, muumbaji ni nani na mmiliki ni nani? Lakini tumegundua hapa na tumeona kuwa muumbaji ni nani? Ni Mungu ambaye aliyeumba vitu vyote. Mmiliki ambaye ni Shera ni nani? Ni mimi na wewe. Na wajibu aliopewa mwanadamu ni pendeleo tu. Kila ambacho tumefanya, kila ambacho sisi tumekuwa na Mungu kutuweka tuwe wa Shera wa mali yake ni upendeleo tu. Haleluya, ni upendeleo tu. Amependelea ili kwamba tusimamie mali yake. Basi tunapokuwa na mradi wa ununuzi wa viwanja vipya vya ujenzi vya ofisi ya field nyipya, tuombe Mungu atuwezeshe ili mradi huu uweze kufanikiwa. Haleluya. Tunapokuwa na mradi ambao wa kujenga maofisi za field nyipya, tunapokuwa na mradi ambao ni wa kununua kiwanja Mapendo, tunapokuwa na mradi ambao ni wa hospitali kuu ya Keshero, tunapokuwa na mradi ambao ni wa camp meeting, tunachoomba ni kwamba Mungu atuwezeshe ili kwamba tuweze kuhusika katika ule mradi kwa mapato ambayo tutolea, kwa namna Kristo amekubariki. Kila ambacho anaomba wewe, leta kidogo kwa ajili ya kumshukuru kwa ajili ya miradi hii. Niwalipe mara tena kuweza kuzuia programu hii ya maombi katika juma, na niseme kuwa yule ambaye atakuwa na tatizo lolote la kuweza kuzuia hapa, anaweza kuomba ili kwamba mzee wa kanisa aje katika familia yake, iwe ni asubuhi iwe ni magharibi, ili kwamba aweze kufaidika katika mafundisho haya ambayo tutajifunza katika juma hili. Mungu awabariki. Kwa furaha kubwa tutaita mwongozi wa walimu aje atuongoze kwenye namba 126 sote tunaposimama. Gabe Fa.
Mungu wetu tena Baba wetu, tunamshukuru sana kwa kuwa umetulinda tangu asubuhi, umeendelea kuongoza programu zote, tunasema upewe sifa. Kwa hiyo Baba, tunakusihi ukubali ibada yetu hii na fundisho hili ambayo tumejifunza liweze lijengwe katika maisha yetu. Tujue ya kwamba dunia na vyote vijavyo ni mali yako na sisi ni wako. Kwa hiyo vyote ambavyo tunavyo tuweze kuvichunga, na hata tunapokurudishia zaka na sadaka tuweze kuchunga wakati, tuchunge mili yetu, tuchunge maisha yetu iwe ya kufanana, na watu wanapotuona waone ya kwamba sisi ni mawakili wako na jina lako lipewe sifa. Baba, tunatafuta wewe tuongoze na ubariki ndugu ambaye ametuhudumia mchana wa leo na juma hili, umekuwa pamoja nasi, tunaomba katika jina la Yesu, amen.